Mtazamaji, tuangazie taarifa tanzia ambapo viongozi wa kanisa Katoliki katika dayosisi ya Eldoret wameitaka serikali kuharakisha uchunguzi na kuwatia mbaroni wote waliohusika na kifo cha Padri Alois Cheruiyot. Kifo cha hapo jana katika kijiji cha Kabatile, Marakwet, mashariki katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na kwa mujibu wa polisi, kasisi huyo ambaye alikuwa na hudumu katika parokia ya Tot alivamiwa alipokuwa anarejea katika makao makuu ya parokia hiyo akitoka katika shughuli za mahubiri kabla ya kupigwa risasi na kufariki papo hapo. Sasa viongozi wa kanisa hilo wameilaumu serikali kwa kile walichokitaja kuwa ni utepetevu katika kabiliana na matatizo ya utovu wa usalama katika eneo la bonde la Kerio. Aidha, mwende zake kasisi Cheruiyot alisifiwa na wengi kama mpenda amani na alihubiri amani hiyo katika eneo hilo. Ningeomba serikali ya kwamba wachukulie maanani mambo ya usalama katika bonde la Ufa ama bonde la Kerio. Wachukulie usalama, kwa sababu jana tuliambiwa kwamba wale waliohusika na kifo cha padri wetu wameshikwa, lakini si kweli. Hiyo si kweli. Walioshikwa ni tofauti na wale waliohusika na kifo. Tunaambiwa kwamba wao wanajulikana, wao wanatembea, hatujui wanatembea wapi, wanaishi wapi, lakini watu wanasema kwamba waliohusika na kifo cha padri hawajashikwa.